Ibada ni ya kwamba kumepatikana mtu mmoja wawili ambao wako hapa kulisikia neno la Bwana na kupokea kile ambacho Mungu ametumana. Jina Bwana libarikiwe. Kwa sababu hata kama ungekuwa peke yako duniani, I don't know whether unajua ya kwamba Mungu bado angemtuma mwana wake wa pekee kufa kwa ajili yako. So you are very precious. Na wewe umetosha. In fact alisema palipo wawili ama watatu wamekusanyika kwa ajili ya jina langu, niko pamoja na wao. Meaning this is a mega church. Kwa sababu the smallest church according to Bible is 2 people. And we are more than 2. So we are mega. Jina Bwana libarikiwe. Na nashukuru Bwana kwa sababu neno la Bwana haliji kulingana na idadi ya watu, linakuja kulingana na hanga ambayo iko ndani ya mtu analigojea. Na Mungu atakushibisha kiu chako cha kiroho leo katika jina la Yesu Kristo. Amen. If you don't mind, you can go with me to the book of Galatians. Leo nitaongea kuhusu maono, lakini nitaongea kidogo sasa kuhusu vision feras. Ama ninaongea kuhusu ni vitu gani huwa vinaangusha maono. Bwana asifiwe sana. Wakati mtu Mungu amembariki, amempatia uwezo kuwa na maono, ako na maono imetokana na Mungu. Listen to my language very carefully. I'm not talking about vision killers. I hear people talk about vision killers and I wonder what kind of message. Kwa sababu you cannot kill a God vision. It is not possible. Na mtu asikudanganya ya kwamba maono uliyopewa na Mungu inaweza kuuliwa. It cannot be killed. The Bible says whatever is born of God overcometh the world. It is not guesswork. It must overcome the world. Chochote kimezaliwa na Mungu huwa kinaushinda nini? Ulimwengu, forces and systems of the world, even men, even the devil himself in hell, he cannot kill a God vision. It is not possible. But if you are not careful, forces can organize themselves. Alafu zikufanya kitu kinaitwa deterring. You can be deterred in vision. Your vision can be blurred. Unaweza kuwa na maono ambayo si clear kwa sababu ya kuarao vitu katikati yako na the promised land. Hapa katikati, they can be able to deter your vision. They can be able now to make your vision be a bit dim. Ama vitu kama hizi ya kwamba zinafanyika alafu unakuta ya kwamba maono yako inaweza anguka, lakini kuanguka si kukufa. Are you together? And I want to give you a lot of Bible today. Kwa hivyo ningetaka tuende Galatians chapter 3 verse 1. Kitabu cha Wagalatia sura ya 3 na mstari wake ni wa kwanza. The Bible says, "O you poor and silly, thoughtless, unreflecting and senseless Galatians, who has fascinated or bewitched or cast a spell over you, and to whom right before your very eyes Jesus Christ the Messiah was openly and graphically set forth and portrayed as crucified. Let me ask you this one question. Did you receive the Holy Spirit as the result of obeying the law and doing its works? Or was it by hearing the message of the gospel and believing it? Was it from observing a row of rituals or from a message of faith? Are you so foolish and so senseless and so silly? Having begun your new life spiritually with the Holy Spirit, are you now reaching perfection by dependence on the flesh? Have you suffered so many things and experienced so much, all for nothing, to no purpose? If it really is no purpose and in vain. Jina Bwana libarikiwe. This is very interesting. Biblia inasema ya kwamba Paulo anaongea na Wagalatia, na of course kwa sababu Wagalatia hawako tena na Paulo mtume vile vile hayuko tena duniani, neno hili limebaki likiwa hai kwa ajili yetu. Jina Bwana libarikiwe. Ananena na wao na amesema maneno, hiyo maneno ya verse 1 ndio imefanya nisome hizo mistari zote ya kwamba poor, silly, thoughtless, unreflecting, senseless Galatians, who has bewitched you or cast a spell over you, and to whom right before your very eyes Jesus Christ the Messiah was openly and graphically set forth and portrayed as crucified. Ukisoma Biblia mzuri kama The Living inasema ya kwamba the message of Christ was so clear to you, or your sight of him was so clear, as if someone has waved a placard in front of you. Anasema maono yenu kuhusu picha ya Kristo na meaning ya kifo yake ilikuwa kwenyu so clear, ni kama mtu alikuwa amewaonyesha picha ya Kristo akifa, ni kama mlikuwa mmeona sinema alafu ikaregister in your medulla oblongata. It was so clear, it was vivid. Sasa ndio nawauliza, nani amekuja juzi akachezea picha hiyo? Maana inaonekana sasa hamuoni Kristo clearly kama vile mlikuwa mnamuona bereni. Jina Bwana libarikiwe. Somebody has interfered with your vision or your ability to see the meaning of the death of Christ. Let me tell you something. Mungu huwa anafanya kazi maishani mwetu na kucommunicate in pictures. Na shetani akifaulu kutuingilia katika area ya pictures, katika area ya imagination, that is the point,
then he can be able to control your results. Are we together? Yani shetani akifaulu kuinterfere na kila unaona with your spiritual eyes, the devil knows that he cannot kill you. He knows that now he has nothing and he cannot be able to do anything concerning your destiny, the promise of God over your life, the call of God over your life. There is no way he can kill you before time. Jina Bwana libarikiwe. Kwa hivyo kila huwa anafanya, interfere na jinsi yako ya kuona mambo. The perspective from which you are able to see God's promise, God's covenant, God's promised land. Akiweza kuinterfere na hiyo, kuna uwezekano hautaingia katika kile Mungu ameahidi. Are we together? Na kwa hivyo shetani kwa kutumia mtu, of course, maana akujagi personally, akafaulu kukengeusha Wagalatia, akawachezea na sight, akawachezea katika vision ya Kristo, wakawa ya kwamba the meaning of Christ and the death of Christ and what it means to them was no longer very clear, and that way they began to be swayed. Jina Bwana libarikiwe. Akawaambia maneno ambayo ningetaka niyataje kwa sababu kuna kitu nataka, I'm driving into something. Akawauliza ya kwamba mlianza na Roho Mtakatifu, sasa mnataka kukamilishwa na mwili. Meaning every time I try to accomplish a God's vision by the means of the flesh, I am going to hinder myself. I am going to give the devil room to interfere with where I'm going to end. Never ever try to merge or marry the divine with the mortal. They cannot. The Bible says the things of the flesh will never inherit the kingdom. Are we together? And with that in mind, ningetaka uende katika kitabu cha Numbers. Let me read you all of these verses. Ndio tuende haraka. Numbers chapter 13. Numbers chapter 13. We are talking about the dream farers or vision farers. Ni nini huwa kinaangusha maono? Jina Bwana libarikiwe. Nini huwa kinafanya mtu aliyekuwa na maono haoni tena? Mtu ambaye alikuwa na matumaini makubwa kuhusu future yake haipo tena. Mtu ambaye alikuwa anaona ya kwamba things are working, now they stop working. Are we together? Mtu ambaye alikuwa anaona picha clearly ya mahali Mungu anampeleka, today hawaoni tena ni wapi wanakwenda. They are guessing in life. They have now adopted the life of the world. They are walking in darkness. It is not my portion for me to walk in darkness. The Bible says whoever has the Son, they have the right of life. Wako na nuru na mwangaza wa maisha. Are we together? You are not supposed to walk in darkness, but there are things the devil can introduce in our way, and they can actually blur and make dark your vision. Then you begin to grow up in darkness, and that's not our portion. That's why we are here, because God wants to correct our seeing. Are we together? Numbers chapter 13, the verse is verse 33. Enda katika mstari wa 33. 33. The Bible says, there we saw the Nephilim, or giants, the sons of Enoch, who come from the giants, and we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight. Watu waliotoka Egypt na maono, ujasiri wao wa kupiga hatua kuondoka Misri na kuambia Fero hatutakutumikia, ilitokana na picha ambayo Musa alifaulu kuiweka kwa akili yao kupitia ujumbe wa Bwana. Aliwaambia, the Lord has sent me, na amesema ya kwamba let my people go that they may serve me. In other words, let them be delivered from captivity. Then they began to see them, akasema let them go into the wilderness and serve me. So they changed from the slavery mentality, wakaanza kujiona jangwani wakitumikia Mungu. They adopted that life, wakaingiza kwa mawazo yao, and they were bold enough to begin the journey without a clear understanding of where they are going. But Moses had showed the vision of God to them clearly. Wakaishika. Until your vision can move you and propel you to move, it is not clear. Vision ikisha kuwa clear, you are not told by anybody to move. You begin to make steps because now you can see clearly with your mind. Jina Bwana libarikiwe. The eyes of your mind, the eyes of your spirit can see forward. Wakaanza kuondoka. The same people wamefika eneo, wameanza kuleta fujo, wanataka kurudi Misri. Vision yao ya promised land na Canaan imeanza kuwa wika. Hawaoni clearly, lakini kuna vitu vimetokea, ndio sababu ikachezea akili yao na uwezo wao wa kuona kiroho. Kumetokea giants. Wakasema the land is good. The only problem, we saw the Nephilim. The Holy Ghost is very interesting. Nephilim, we saw the sons of Nephilim. In Nephilim, jina Nephil ni jina la Kiebrania. It is a Hebrew word. Let me get it for you.
Jina hilo Nephilim ama jina giant limetokana na jina Nephilim ama Nephil, na ni jina la Kiebrania. Linamaanisha nini? Linamaanisha feras. They chop something until it falls. That's why today I'm talking to you about the vision feras, the giants that stand as challenges to a godly vision. They cannot kill the vision, but if they are let and given the ground, and if you give them room, they can fall it. Inaweza kuanguka, na tuna watu wengi hata katika hii nyumba leo maono yao imerara na ilianguka zamani. But I pray for you that beginning today, neema ya Mungu itakuwa juu yako na mkono wa Bwana kukusaidia kuinua maono yako tena. No wonder wakati maono imeanguka tunasemaga ya kwamba foreign dreams. We talk about foreign dreams. Bila kujua, we are talking a spiritual language. Because that is the work of giants. Yes. Their work is simple. Ni kuangusha maono. They fail them. They are called failures. Yes. They fall stuff. Wanafanya mtu aliyesimama katika maono waanguke. Jina Bwana libarikiwe. Na vile vile they are called bullies. Mnajua wakati mlikuwa mnasoma mlikuwa na mili dogo, alafu kuna kijana moja kubwa kinakubuli. Hakiwezi kukufukuza kwa shule, but they can make your life very uncomfortable in that institution. That's the work of giants. They bully. Jina Bwana libarikiwe. And vile vile hilo jina linamaanisha tyrant. Merciless, ruthless rulers. Are we together? Are we together? Yes. Bwana asifiwe sana. Sasa unajua ni nini nimefanya nikusomea hiyo mstari? Kwa sababu ya origin ya giants. Giants ya wa Biblia. Biblia imesema katika Genesis chapter 6. Actually I'm going to read it. Genesis chapter 6. Hii giant ilitoka wapi? Mwanzo wake ni wapi? Maana si numbers. Genesis chapter 6. The verse is verse 4. Genesis 6 verse 4. Verse 4. There were giants on the earth. Where did they come from? In those days. And also afterward, when the sons of God lived with the daughters of men. Wakati wana wa Mungu waliishi na wanawake wa kidunia, ama wanawake wa kiwanadamu, lived with the daughters of men, and they bore children to them. These were the mighty men who were of old, men of renown. Origin ya giants ni nini? The divine trying to marry with the mortal. The end result inakuwa kama kile kitazaliwa ni challenge. A very big challenge to anything that is godly. Chochote kitazaliwa between the merging of the divine na the natural. Jina Bwana libarikiwe. Kile kinatokeaga hapo katikati kinakuaga na nature ya kukataa chochote ni cha kiungu. No wonder Paulo anasema hivi kwa hekima ya Mungu, kitabu cha 1 Corinthians chapter 15, I think verse 50. Anasema ya kwamba, don't you know that the flesh cannot inherit the things of the kingdom? In other words, stop trying to bring the flesh and the spiritual together. They cannot go together. Na pale Paulo ameanza kwa kusema hivi, nikiwaangalia Galatians chapter 3 verse 1, ninaona tena hamuna maono clear kuhusu Kristo. And I can tell somebody has interfered with your vision. Mtu ameingilia maono yenu na kulingana na vile mnamuona Kristo. Akasema, lakini na suspect hivi, mlianza na roho, mnajaribu kumalizia katika mwili. Katika kujaribu kuleta kitu cha roho kiingiane na cha kimwili, hapo ndipo mmezaa giant. Inasimama mbele yenu. Now you cannot see the promised land clearly anymore. Let me tell you something about vision. Vision is forever spiritual, supernatural, greater than you. Na wakati wote utajaribu kuyaccomplish kiwanadamu, lazima sasa kutaanza kuzaliwa challenges. Na watu wengi ambao umesimama mkashindwa kupiga hatua katika maono yenu, let me tell you what happened. Ulipewa a godly vision, lakini ukaketi chini kukalculate na kalamu na karatasi kama mtu. The next thing ukaanza kusema sioni clearly. You know what? Because the divine tried to marry the natural, and then a giant was born. Now you cannot see clearly, umejizalia challenge. God has called you to do 1, 2, 3, but Father, look where I'm born. Now you are trying to accomplish a godly vision naturally. You are trying to get natural resources, natural understanding and reasoning to grow a godly thing. A giant will be born. And we have so many people battling giants that are of their own making. Wametengeneza Nephilim, and now they are being bullied, intimidated by the situation, intimidated by the level of their resources, intimidated by how much money they have.
Vision huwa inauliwa ama huwa inapelekwa kando ama inaangushagwa na kitu na roho inaitagwa intimidation. Ndio giants. Na huwa zinazaliwa na nini? Kujaribu kuaccomplish kitu cha kiungu kimwili. A challenge is going to be born. I want to challenge you this afternoon. Chochote kimezaliwa na Mungu, please wacha kikae divine. Did God call you into a godly heavenly vision like Paul? Bila alisema jana, I was not disobedient to the heavenly vision. O King Agrippa. In other words, it is heavenly. It is of God. It is coming from heaven. It has nothing to do with me. I'm just a carrier and a vessel, another vessel. But the treasure therein is of God. Are we together? Kuna kitu nimejifundisha mimi, wakati Mungu ameniambia nifanye kitu, siangaliagi niko na uwezo gani wa kukifanya. Maana Mungu ajikaganyi. Hakuna vile atachukua kitu cha kibiguni alafu ategemee wewe. Mtu ya futi 4, futi 5.5, ate wewe ate ndio utatimiza maono ya Mungu. Utazaa tu giant hapo. Alafu sasa miaka yote utadumu tu kulia ukisema sioni mbele. You know why? Because God gave you a heavenly vision, but you brought something earthly in between Canaan and yourself. Let me make it clear. Let me break it down for you. Ni kama wakati Abraham aliambiwa na Mungu ya kwamba I'm going to bless you with a son. Then akashindwa kugojea. Akadumu na ile vision until akaanza kuwa intimidated na hali. The Bible says he went into his maid servant Hagar, wakapata Ishmael. Ukikuja Galatians chapter 4, Paulo kwa hekima ya Mungu ametuelezea akasema, and 2 sons were born unto Sarah. One was born the normal way. In other words, he was ordinary. The other one was born as a result of a promise. They can never be the same, and they cannot live in the same house. Akasema ya kwamba the son born of the slave woman must live and leave room for the one born by the promise. Why? There is no way they can match. Let me tell you, unajitega wapi katika safari ya maono? Kwa sababu ya kujaribu kuchukua kitu cha kiungu, alafu unaanza kujikusanya kiwanadamu, vile ambavyo utaitimiza. The two cannot live in the same house. There will be a problem. Then a giant is born, a hindrance to godly vision that is going to be a pain in the flesh for the next of your life. Biblia inasema ya kwamba Abraham wakati alizaa Ishmael, that was the beginning of trouble. Until today, the enmity is still there. Why? You cannot match the two. Every time you try to step in for God, every time you try to cover up for God, every time you try to fill in the blanket, kwa sababu Mungu amekaa ni kama amekaa, alafu ukaona hapa mimi naweza kumsaidia, chochote utafanya by the work of the flesh katika area hiyo kitakuwa hindrance. It will never accomplish the godly vision. Whatever begins in the spirit must end spiritual. Akasema ya kwa mumeanza na mwili, mulianza na roho, sasa mumeanza kujaribu ku accomplish the purpose of God in the flesh. That's why now the vision of Christ is lost. You lose vision when you try to accomplish, to finish that which began spiritually, carnally. It doesn't work. It can't work. Na do you know, inakuwa scaring sana kutembea katika mambo ya rohoni, kushika vision ambayo ni kubwa kuliko wewe na uamini itafanyika. Jina Bwana libarikiwe. Alafu shetani akunene na the flesh na your mind and whatever zikunene, zikwambia kwamba hebu fanya calculation, ni pesa gapi unahitaji hapo. Alafu yenyewe unahesabu, unaona hapa ningehitaji $500,000. Jina Bwana libarikiwe. Ama unahesabu unaona ya kwamba hapa ningehitaji, hata inakwambia hebu jaribu kusave uone, kwa mfano hata ukisave 1,000 every day, 1,000 kupata pesa kama hiyo unahitaji miaka ngapi? Ukihesabu inaingia 6-7. Do you know what you are now trying to do? Unajaribu kuchukua the divine, trying to marry it na ingiane na the natural, na kitu itazaliwa hapo ni challenge. Challenge, a giant will come up. Alafu itakwambia kwamba you cannot inherit the land. It is not possible. You can see clearly for yourself. You are a grasshopper. You are going to begin to lose sight of God's promise. Every time you try to do it by manpower, willpower. Are we together? Hata kuokoka, naonaga watu wamejizalia majitu katika ile ya imani. Kwa sababu gani? Hajui ya kwamba Biblia inasema ya kwamba mwenye haki wangu ataishi kwa imani, na akija geuka akagairi nia, sitapendezwa naye. My righteous one shall live by faith. If they turn back, I shall not be pleased. Meaning,
kama hakuna kitu nilifanya ndio nianze hii safari ya imani, ni kuamini tu na moyo wangu na nikakiri Kristo na uwezo wake juu yangu, ati ninapaswa kuendelea hivyo from the first to the finish. The Bible says a righteousness has been revealed that is of faith from the first to the finish. That is Colossians chapter 1 verse 17. Ati imefunuliwa haki ingine ya Mungu ambayo lazima ianze na imani na imalizie katika imani. Haiwezi kuanza na imani katikati iwe accomplished by the flesh. You are going to lose it. Are you together? Now let me ask you a simple question. This mind of yours and these great imaginations iko nazo, it goes without saying you did not put them there, because I know you. Wewe ukiambiwa uweke imagination hapa ya future na kile unataka kuaccomplish, utaiset according to your abilities. Every wise intelligent person atafanya hivyo. Why? Kwa nini ujipatie challenge? But look at you. You are so small, you have a big vision. So small, very big imagination. Then you can only know, lazima kuna mtu zaidi yangu alikuja akaweka hii kitu hapa. This is not my size. This is not my size. Hiyo si mimi nilipima. Maana mwenye kupima hii lazima akuwe giant size. Are we together? Problem ni unaondoa sasa akili yako kwa hii kitu imepimwa. Unajaribu kuaccomplish na vile unatoshana, umezaliwa wapi, uko na pesa ngapi kwa banki, na hiyo ndio tunaita trying to finish a God's purpose in the flesh that was begun in the spirit. It can't work. Then now you are going to watch yourself begin saying things like, this is impossible. In short, you are saying, yes, the land is good, the promise is good. I see clearly Canaan ni mahali pazuri na ni Mungu ametengeneza, lakini kitu ninaona ni majitu. Ndio nasikia kabisa kwa moyo wangu ni Mungu anataka nipate kazi hiyo, na ukaisikia in your spirit as a confirmation, as a persuasion. Jana tulikuwa tunaongea kuhusu persuasion. Visions begin as small as persuasions. God persuade you, then be like Paul, I was not unpersuadable to the heavenly vision. Alafu sasa ukianza kuangalia qualifications zako, karatasi zile zinatakikana. You know what we are now trying to do to accomplish a heavenly vision physically by your own efforts? What will happen? A challenge will stand up na itakuonyesha there is no way you can inherit this. Alafu utarudi nyumbani kuleta ripoti fani. Na tuna watu wengi sana ambao wako na maripoti kama hii. Yes, the land is good. Everything God said about that land is very, very, very true. Actually, everything is corresponding. The only problem, the people living there are too powerful for us. They are not too powerful. They are only powerful in the mind of the person that tried to step in for God. Kama Mungu ndiye alianza vita hivi, wacha avimalize mwenyewe bila wewe kuweka mkono wako pale. Jina Bwana libarikiwe. Ni kama wana wa Israeli wakati walifika katika Red Sea, Biblia inasema ya kwamba they saw Pharaoh behind them coming, then there was a ditch between Pharaoh now and the Red Sea. Alafu Mungu anatumana kitu fulani sana, anasema ya kwamba stand still, you shall see my salvation. In other words, I began this journey. I'm the author and the finisher of your faith. Mimi ndiye mwanzilishi na mimi ndiye huwa nakamilisha imani yenu. Hapa imani yako imefika, usijaribu kuswim. You cannot swim across the Red Sea. Stand still. You shall not even need to raise a finger. That's what he said. But the Egyptians you see today, you shall not see them again. In other words, leave the battle for me. Can I tell you something about the vision? God never called you to wage war. You know why? That's why you are a locust, a grasshopper. If you find yourself as a grasshopper in front of your big vision, in front of the giants against your vision, it is okay for God. He did not make a mistake. He can give a giant vision to a grasshopper. The reason being, you were never called to wage war. Let me tell you why they call them locusts. The Hebrew word inamaanisha hii jina wameitwa according to their nature. And what is their nature? They have the ability to increase rapidly. They multiply. Let me tell you about the vision. Mungu kazi yako ile anataka ufanye katika vision. He just wants you to grow and increase and multiply in knowledge, in wisdom. That is the only battle you have. He did not make a mistake. You are a grasshopper by God's choice. He placed you in that vision with the size of a grasshopper, akitumaini ya kwamba hautahitajika kuwa na nguvu, maana nguvu uhitaji. Sijakuita kupigana, niachie vita, ufanye kazi ile nimekuitia. Kazi yangu ni gani? Endelea kukua katika neno, kuwa katika hekima ya Kristo, kuwa katika maarifa ya Bwana, and then as you multiply, it goes without saying you shall begin to occupy.
Jina Bwana libarikiwe. Ambia mwenzako achana na vita mingi. Wewe keti chini, kula neno la Bwana, nenepa. And then begin to occupy. And begin to push the Nephilims away. Every challenge can be conquered when you begin to grow. Are we together? Don't lose your vision. Vision watu wanaipoteza ama inaanguka kwa sababu ya kuweka sight on their self. Then I wonder, who gave you that job? Who told you that this vision is going to be accomplished by you? Then we saw ourselves as grasshoppers. Are you a grasshopper in your vision? You are just right for God. It was supposed to be that way. Why would you be made into an elephant and God did not expect you to fight? Why do you need strength that is unnecessary? You are a grasshopper. Yes. Your nature, jina locust. Jina grasshopper. In fact, in Hebrew hawana jina grasshopper. Hiyo ni kizungu. Ile wako nayo ni locust. Better interpretation from Hebrew to English would be locust. Na locust. In fact, let me read you that word. Locust. In Hebrew ni jina arbe. Na arbe inamaanisha ata iko na nature to rapidly increase. Let me remind you something. God had a vision. Alikuwa anataka ku evangelize the world. Na for information, God does not have two visions. He has one. Mtu yeyote aliye hapa na wewe ni Mkristo, Mungu mahali popote amekupanda. You must be advancing God's vision. And what is God's vision? To evangelize the world. To make sure that the knowledge of the Lord fills the earth like the waters cover the sea. Therefore, if you're in business, bebana na uwezo wako wote wa kuamini na karama zako zote za Mungu kwa business. Fanya biashara ukieneza injili. Na Mungu alianza hivyo tangu wakati wa Abraham. Alisema, I'm raising you up that you may raise me a holy family. Na Mungu akaanza Israel wamepelekwa katika maeneo mengi hata wakiwa exile. Wamechukuliwa na Mungu mateka literally, akatumia watu bila wao kujua God is behind it. Lakini wakifika into a pagan nation, kitu tu Mungu anataka wafanye to just rapidly increase. And as they increase, ile community inaanza kujua Mungu wa Israel. Wanaanza kusema hakuna Mungu mwingine ataabudiwa hapa isipokuwa Mungu wa Danieli. Daniel never waged war, he just grew. He grew in God. Wakamzuia asiombe, yeye akaendelea tu kuomba. Do the obvious. Continue growing in the knowledge of the Lord Jesus Christ. And then you begin to rapidly increase. We have the nature of water. We have the nature of wind. Yesu alimwambia Nicodemus, that which is born of the Spirit is spirit. And just like the wind bloweth whithersoever it wisheth. You cannot know where it comes from or where it goeth. So is the nature of the man born of the Spirit. Mtu yeyote aliyezaliwa na Roho Mtakatifu anakaa upepo. Haonekani lakini impact yake is undeniable. Wewe unahitaji nguvu, achana na nguvu. There is something that works better than power. Inaitwa growth. Alisema ya kwamba alipowapeleka Canaan, hakuweza mataifa ile yote at once. Hakuifukuza yote at once. Why? The land would have been so big. Alafu ianze kuwa infested with wild animals. Kwa hivyo akasema, I'm going to defeat your enemies one by one. And as I defeat one, I need you to be prepared by growth, so that every space that they are living, you occupy. You occupy. Then finally, mutatafuta maadui mutawakosa, maana mliwasukuma by growth. Jina Bwana libarikiwe. Tell your neighbor, grow in your vision. Wachana na kazi mingi, wachana na mambo yote na ghasia yote umejiweka kwa kichwa. Natafuta mtu atanifanya deliverance, natafuta mtu atafanya hivi, nataka mtu atakemea hii mapepo ndani yao. Hauna pepo. Wewe kitu inakuzuia kufanyika kila Mungu anataka uwe. You lack growth in the things of God. That is your greatest enemy. Na Mungu alikuumba na nature hiyo. You are supposed to multiply. Occupy till I come. Jina Bwana libarikiwe. Bwana asifiwe sana. Ningetaka niseme ya kwamba ukirealize ya kwamba wewe ni locust ama grasshopper, kitu utategemea sasa katika maono ni kitu inaitwa speed. You must speedily increase. Biblia inaongea kuhusu Kristo mwenyewe actually alisema ya kwamba ufalme wa Mungu unafananishwa na tajiri aliyenenda safari, akaachia watu talanta, akaachia mwingine 5, mwingine 2, mwingine 1. Alafu akasema ya kwamba the one that received 5, he went at once and began to trade. Likewise, the one who received 2. Lakini kuna mmoja hapa alipokea kamoja, akakwama nayo, akiuliza maswali. Unaona hiyo lack of speed? That is the worst enemy you are going to encounter katika mambo ya maono. Wacha kupiga shetani kila wakati. Tafadhali mimi na wasimu, wacha vita na shetani. The devil is not your problem.
The devil is eternally defeated. He is not defeated for some time. Then he is going to rise up. Let me tell you who you are. You are born into royalty. By the virtue of the new birth. You are born into royalty. What that means is you are born devils overcomer. No, wacha nikueleze kwa bebe haushiki. Kwa mfano mtu, no, let me give you an example with kuna mtu napenda sana katika hii nchi. Actually she is my best and my favorite celebrity. Ni mtu ambaye anashika kile anajua anapaswa kufanya. Anaisukuma bila kuangalia kando ama kando. Na hasikizi nani anaongea na barabara. Na in fact saa hii wanamlete the best first lady in Africa. Ile milorogo mlipiga mkipiga kura. Hamukumpea kura. In fact hakuwa anahitaji kura yenu. By the virtue of marriage. Anaingia State House bila appointment, bila vitu hizo zote. Sasa usikue na wivu because you have a better advantage. By the virtue of being born again. You have stepped into royal family. Inaitwa familia ya imani. Na as long as umezaliwa huko, it is our nature to be bigger and greater and more in authority than the devil. The Bible says the greater one lives in you. Anasema ya kwamba you have overcome them. Because greater is he that is in you than he that is in the world. By the virtue of the new birth, I'm greater than the devil. I command him. He is my junior. So he's not a factor in your program. He's not a factor in your vision. Your vision delays when you are not growing in the things to do with God. That is your main problem. Wachana na shetani, wacha vita na shetani, wacha maombi ya fasting and prayer ati ya kusema nataka kungoa shetani. The devil cannot kill a heavenly vision. Shetani hawezi kuua maono ya biguni. Haiwezekani. Lakini wewe mwenyewe usipokomaa, usipokuwa, usipo multiply, usipo increase, usipo occupy, jina Bwana libarikiwe, atazidi kuusurp space, alafu utakuwa na very narrow vision. Unaanza kuona hauoni vizuri because you are small. You just need to grow. As a grasshopper, don't fight. It is dangerous for you. Just grow. Jina Bwana libarikiwe. Ningetaka nimalizie kwa kusema ya kwamba giants, they can make you fearful. Maana wanatumia spirit intimidation. They can make you feel timid or deterred, threatened, disheartened, but they cannot kill you. Na kuna mtu alikuwa na ufunuo moja anaitwa Caleb. Caleb alisema ya kwamba hii majitu mnaogopa, msidanganyike, we are well able to take Canaan. Akasema kwa nini? Because the Lord is with us. Alafu akaongeza kitu akasema we shall eat them up. They are going to be our lunch. Tutakula hii majitu kwa sababu Bwana ako pamoja na sisi. Let me tell you something about any kind of challenge to your vision. I don't care whether it is a background challenge. I don't care whether ni challenge inahusu fedha. Sidhani hata kama ni challenge inahusu lack of knowledge, yani hauelewi kitu fulani. Whatever kind of challenge, whatever name it is given, there is no challenge that can kill the vision of God in you. Every challenge ambayo utawahi kutana nayo, jitu yoyote itasimama in the promised land ndio usiingie. Iko tu na skill moja, kukudhiliten, kukuintimidate, to inflict fear, kukufanya ujidoubt, lakini haina uwezo wa kukuua. Shetani anatumiaga principle inaitagwa magnification, anajimagnify. He's a roaring lion. Just roaring. Jina Bwana libarikiwe. Lakini Biblia inasema ya kwamba if you spot him, resist him standing fast in faith and he will flee. Ana uwezo wa kufanya watu waogope, lakini mtu anayejua, mtu ambaye anajielewa na anajua shetani. Nyinyi hamukupigana vita, ndio sababu naona hamtufa, hatujashikana. Vita, watu wale mnajua vita, hatukuwa tunapigana sana na gumi. Unapiga mtu vita ya baridi. Baridi ndio successful. Kabla hujaanza kumpiga gumi, akona gumi 3-4 in the spirit. They are already crumbling. You are going to have a walkover. Are we together? Tulipigana na kijana moja. Mimi nimepoteza vita moja tu nikiwa shule. Na hata za Mungu sipotezagi. Huyu alininyorosha. Unajua nilikuwa nimezoea kupiga watu. Huyu naye ni mtu anajua vita na anaifanya scientifically. Maana vita ni science, sio nguvu.
Ndio sababu Mungu hakushinda akikuumba ukiwa ndovu. Alijua hata ukiwa grasshopper uelewe science ya vita utafaulu. Yeye hakuongea, alikuwa amenyamaza. Ni watu wengine alikuwa ameappoint wa musifu on his behalf. Yaani alikuwa na madelegates na Nyakenyua. Jina Bwana libarikiwe. Walikuwa wananiambia, "Guy, ni huyu wewe, unajua huyu?" Anauliza mwenzake, "Hai, si uambie huyu amekula panya ikiwa hai, tukiona na macho yetu." Oria itetu walia bea, daisi tukiona na maitho uguo wa mitaburu. Hai. Nakwambia ni dahehire. Nilikuwa nimejaa baridi kwa sababu sasa mnapigana na mtu amekula panya na hajakufa na hajaumwa na tumbo. Na anajua hajakula, lakini ananiangalia na macho ya kufanya hivi. Haongei, anasema yeye amekula panya, anafanya hivi. Alafu akaniuliza, "Ni nani? Sikumbuki vizuri. Ni nani huyu amepigwa juzi? Was it Wednesday?" Na nisalipigwa pale kwa choo. Unaona ile choo iko pale pande ile. Huyu amempiga. Hata sisi tulikuwa tunamsia asiende kuambia mwalimu. Amepigwa. Na walichagua kijana mmoja alikuwa naenda hivi off late. Na kumbe kijana hajapigwa na huyu alianguka. Ilikuwa ni wakati ya mvua. Ma scientist wa vita. Alikuwa ananiambia, "Unaona vile fulani anaenda hivyo Huyo akilo ramunile kogoro. Huyu ndiye alimvunja mguu." Huyo. Unajua mara moja nakupatia picha ya ukivunjwa mguu na mtu amekula panya. Hiyo combination, let me tell you, unakuisha peke yako, inaitwa cold war. Unakuwa very cold. Unakosa joto ya kutupa hata gumi. That is the devil for you. That's how he intimidates Christians. Anasimama mbele ya promised land na umebakisha tu one step uingie. Alafu anakuja hapo anaguruma. Watu wakisikia sauti na kuambia unakimbia ukitafuta deliverance. Na mtu atakuvujia generational curses. Na ni intimidation ya roaring of Satan. If I were you, I would have stood like Caleb. Yes, you are roaring, you are bigger, I'm a grasshopper, but I'm going to eat you up. The Lord is with me. Bwana kwa pamoja nami nitakukula. You shall be my lunch. Ukianza kuongea hivyo ndio shetani anajua gege ni kiwe. Hiki kinajua na hana uwezo, anategemeaga aidha unajua ama haujui. Ndio sababu nilianza kwa kukuambia grow in the knowledge of the Lord. Kuwa katika maarifa na hekima ya Bwana. Jina Bwana libarikiwe. Daudi alikuta giant kama hiyo. Giants, in fact giants zinauliwa na maneno kwanza, si mikuki. Alikutana na Goliath, it was a giant standing between Israel and their happiness and fulfillment in life, intimidated for 40 days. But this teenager, full of the Holy Ghost, alikuja akasema ya kwamba first and foremost, I think ni vizuri kudissect tumesimama wapi. This is a Philistine. I'm a Jew. I have covenant, he has none. Number 2, ninakuja kinyume na yeye na jina la Bwana Mungu wangu, Bwana wa majeshi ambayo ametukana. Kwa hivyo hakuna vile Mungu atamtetea, lazima akuwe kinyume na yeye, maana ametukana majeshi ya Bwana. Na ninakuja kinyume na yeye na jina la Bwana huyo wa majeshi hii ametukana. Science. Jina Bwana libarikiwe. Alafu aka intimidate giant. Alisema wewe nitakukata kichwa. Number 2, hata nitaipeana kwa ndege wa angani. Can you imagine umesimama uko hai na mtu anakutengeneza akili picha, unajiona kichwa yako ikiwa imeanguka mahali inakuliwa na ndege. You cannot win. I'm telling you the truth. David knew the power of speaking words full of life to charge himself for victory. Let not the devil deter you in your vision. Let him not stand in your way. He cannot kill you. It is arrived from the pit of hell. He cannot kill you, but he can intimidate you if you allow him. I refuse to be intimidated. I refuse to look at my background and think people like me don't accomplish nothing. My background has nothing to do with my vision. Where I start is not my choice, but where I'm going to end, I can decide. Hauwezi ukaamua utazaliwa wapi, lakini unaweza kuamua utakufia wapi. Because now you're in charge of your life. Are we together? I don't know about you, but I'm one person who believes my life is in my hands. I'm sorry. Najua mlikuwa mnataka niseme it is in the hands of God. It is not in the hands of God. Maisha yako iko kwa mikono ya Mungu. Maisha yako iko kwa mikono yako. Why? Wewe ndio co-worker na Christ. Wewe na Kristo mnafanya kazi pamoja. He cannot work in the other realm because he is not flesh. The Bible says God is spirit. You are flesh, and for him to act here, for him to function in the other realm, he must have a body. And that body is you.
Therefore, if anything is going to happen in your life, he must use your mouth, he must use your hand, he must use your cognitive process. You must allow God to think through you. No wonder Paul says we have the mind of Christ. He is not making a mistake. He's saying if Christ wants to think anything in this earth, he thinks through us. We have the mind of Christ. Jina Bwana libarikiwe. Tell your neighbor, I will never be a failure. I cannot fail in this life. I cannot be disadvantaged. There's nothing like being inconvenienced. And the giant standing in my way between me and my vision, I'm going to eat them up. And the simple reason is, the Lord is with me. Mungu ako pamoja na mimi. It has nothing to do with my grasshopper size. It has nothing to do with my grasshopper account. It has nothing to do with my grasshopper knowledge and level of education. It has nothing to do with my grasshopper certificates. My vision is heavenly. I was not disobedient to the heavenly vision. The origin and the source is heaven. I'm going to receive reinforcement from God. He is with me. Jina Bwana libarikiwe. Amen. 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 Thank you so much. Thank you for taking your time to watch us on this channel. It's a great privilege even to have the opportunity to bring the word of God to you. Why the word? Because by the word, the Bible says everything that we see and that which we do not see was created by the word. So what a privilege to be able to avail the divine presence of God to the doorsteps of humanity through the ministry of the word. And because the word of God is not just like the word of man, the word of God comes with grace. It's a channel through which God imparts grace. And what is grace? The divine presence, and its effect on the heart and the reflection in the life. In other words, now that you have listened to the word of God, you have faith in the word that you have just listened and heard. That faith connects you with the power of God. And what is going to happen is you are going to discover a supernatural angle to your life beginning today. And that's why I want to come through to you. We pray and touch and agree for some few things that you want to see change. This is the right time to do it because the power of God's word has been made available to you. The Bible says, before we pray, that Jesus said once that, wherefore I say unto you, I'm quoting the book of Mark chapter 11 verse 24, wherefore I say unto you, what things soever you desire, or whatever things you desire, when you pray, believe that you receive them, and you shall have them. Believe that you receive them, and you shall have them. Child of God, I want to tell you something. Many people, when they pray, they wait to feel the answer. They wait to feel the pain gone. They wait to feel with the thing they're desiring from God. But that's the wrong way to receive from God. The right way to receive from God is believing without waiting to feel. It's nothing to do with the feeling. It has everything to do with the faith. It has everything to do with the believing. So he says, the things you desire when you pray, believe that you receive them and you shall have them. Let's touch and agree. Father, in the name of Jesus, I thank you because miracles, signs, and wonders are beginning to happen in the life of the person that is touching and agreeing with me right now. In the name that is above every other name, I command disease to go in the name of Jesus. I command the pain to go in the name of Jesus. I declare, yes, that marriage will stabilize. That family will stabilize. I declare in the name of Jesus that even an answer in the financial area is going to come through. Anybody believing you for anything that has disoriented or even brought a lot of pressure against their life, right now is the hour of salvation. And right now, as your word is upon my mouth, I declare it over them in Jesus' name, that in Jesus' mighty name, they will see the miracle power of God. And they will testify because they did put their faith in the Lord. I thank you and I honor you. In Jesus' name we pray and we give thanks. If you are there, you want to give your life to Jesus, you want to finally receive the eternal life that Jesus came to give the world, the Bible says that he came, he went to the cross, he died. He didn't have to. He died because of you and me. And if you have not received Jesus into your heart, you still don't know eternal life. You still don't possess the God kind of life. And you still have every reason to fear the future and the destiny of your soul. But once you're in Christ, because you live with him, you shall not die. Like him, he will resurrect you. He said, whoever eats my flesh and he drinks my blood, he will not die. In case he does, the Bible says, I will raise him up in the last day. I want you to receive the Lord Jesus. Say after me, Lord Jesus, I believe you in my heart. And today, I confess your lordship over my life. Yes, you are Lord and you are God. Even beginning today in my life, I receive eternal life
I receive the forgiveness of sin. I receive the free gift of redemption. I'm born again child of God. And I receive your Holy Spirit right now. Give me the grace. Walk with me. Teach me how to serve you. Amen and amen. The Lord bless you. The Lord keep you till we meet again. May the Lord be with you. And if you want to be of any support to the ministry, there are numbers that are on the screen right now. Different several ways through which you can be part and parcel of what we are doing through this broadcast. Touching lives, bringing the word of God to to people that are suffering around the world with demonic forces. And there is a dimension of help and solution that can only come through the ministry of the word. Be part of that, and may the Lord bless you. Thank you. God bless you.